Jambo Tanzania, warigani mpenzi mtazamaji wa Yegowasu TV sauti ya jamii. Hii leo ni Jumapili ya tarehe 5 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 na hapa ni katika kata ya Rwamrimi iliyopo manispaa ya Musoma mkoani Mara, ambapo leo diwani wa kata ya Rwamrimi Mheshimiwa Peter Bernard Masonyi anakutana na vijana wa kata ya Rwamrimi kwa ajili ya kuwashukuru kwa kile ambacho walikifanya kumpambania yeye kuweza kufanikiwa kuwa diwani wa kata hii, lakini pia kuweza kuzungumza nao kuhusiana na yale ambayo anakuyatekeleza katika kipindi hiki cha mwaka wa fedha mwaka 2026 2027. Sisi tuko hapa kukuletea matukio yote ambayo yatajiri hapa. Mimi naitwa Nado, nyuma ya kamera yupo Dekawa John. Endelea kutufuatilia pia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Uko kote tunatambulika kama Yegowasu TV. Lakini kisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel ya kwetu, una comment, una like, una share, mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto moto kutokea hapa Yegowasu TV sauti ya jamii. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vijana. Ndugu zangu, mimi binafsi awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyeweza kutupa uhai na kuweza kutupa fursa ya kuweza kukutanika hapa kwa sasa hivi, kwa maana kwamba bila yeye hakuna lolote tunaloweza kulifanya. Pamoja na hayo, niwashukuru wageni wote ambao mmeweza kukubali mwaliko wa mheshimiwa diwani wetu. Kama mnavyotambua, mheshimiwa diwani wetu bado ni kijana, ana damu ya ujana, na ndio maana unaona vijana wako karibu na yeye kwa maana ya kumpiga sapoti. Pia mimi kwa niaba tu ya wenyeviti wenzangu wa serikali za mitaa, nitoe shukrani zangu za dhati kwa mheshimiwa diwani, kwa maana kwamba tendo hili alilolifanya sasa hivi ni tendo kubwa ambalo sio rahisi kwa mtu mwingine kuweza kufanya tendo kama hili. Maana yake kwamba akishapata nafasi basi anaenda jumla mpaka tena mtakapokutana kwenye ulingo. Lakini mheshimiwa diwani, kwa maana kwamba na damu ya ujana, ameona hapana, ni vema kukutana na baadhi ya viongozi ili kurudisha fadhila. Ili jambo ambalo mheshimiwa diwani amefanya ni wachache sana wanafanya hivi. Tukisema neno asante ni kuonyesha shukrani na kuthamini wema, msaada, zawadi au jambo jema ulilofanywa na mtu au na Mungu. Kwa hiyo yeye amekuja kusema asante. Mara nyingi sana ni wachache wanaokumbuka kusema asante. Diwani, ili swala usiache, endelea kufanya hivyo baba, na hata kwa wazee pia wakumbuke, kwa sababu na wao wamehusika. Nichukue nafasi hii pia kutoa kongole kwa mheshimiwa diwani wa kata ya Rwamrimi ndugu yetu Peter Bernard Masonyi kwa shughuli ambayo ameifanya. Ni wachache sana ambao wanakumbuka kurudisha fadhila kwa jamii. Idara ya elimu tunatoa shukrani zetu za dhati kabisa kwa mheshimiwa diwani ambaye anatusapoti, anatusaidia mambo mengi sana kwenye elimu. Kwa hiyo tunamshukuru, na sisi tunasema kwamba tulichelewa kumpata kijana ambaye anahakikisha kwamba swala letu la elimu linaenda sawa. Anatusaidia kutatua changamoto ambazo zinatukabili kwenye mashule, na hata wanafunzi wenyewe wanajua, anajitahidi, anatembelea shule zote karibia kwenye hii kata yote. Kwa hiyo mheshimiwa diwani, sisi walimu tunajivunia sana kuwa na wewe. Yaani tunapokuona tunaamini kabisa tuna baba wa kata ambaye ni mwenyekiti wa maendeleo ya kata ya Rwamrimi. Kwetu sisi kwenye elimu mwaka huu, yani kesho tunaamini tunafungua shule. Tunachokuomba kwetu sisi, kuna mkanganyiko na tunapokea simu nyingi sana. Wazazi wanaamini kwamba siku zimesogezwa, lakini sio kweli. Siku ni zile zile, kesho tunafungua. Na naamini una magrupu mengi,
tunaomba utusambazie ujumbe kwamba kesho tuko kazini kama kawaida. Nikupongeze Mheshimiwa Diwani kwa jitihada zako kubwa unazozifanya hasa kwa kundi hili la vijana. Toe rai hii pia kwa sababu tumekutana na vijana kulinda amani ya nchi yetu, kudumisha mshikamano wa nchi yetu, sababu hatuna sehemu nyingine zaidi ya nchi yetu mama Tanzania. Mheshimiwa Diwani wa kata ya Rwamulimi, na kupongeza sana 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 kwa hiki ambacho umekifanya. Naomba makofi mengi kwa Mheshimiwa Diwani. Lakini pia naomba nipongeze viongozi wa chama wa ngazi ya kata ambao pia kwenye mchakato huu wamepambana sana sana. Kamati ya siasa na viongozi wote, naomba tuwapigie makofi. Leo ndio zawadi yenyewe hii. Niombe kusema na washukuru kwa moyo mweupe kabisa kutoka kwenye sakafu ya moyo wangu viongozi wa kiroho, wachungaji wetu hao. Naomba tuwapigie makofi kweli kweli. Wachungaji tunawashukuru kwa sababu mbali na mambo ya kupiga kura, tumewategemea sana kwenye maombi yenu, na kweli mliomba kwenye mchakato huu. Tulikuwa tunaona kwenye makanisa, tunasikia humu mnaomba kwanza amani iwepo kwenye uchaguzi, lakini pia mkawa mnaomba Chama cha Mapinduzi kiweze kuchaguliwa. Niombe kusema Mungu awabariki, Mungu awabariki, lakini pia Mungu awape chochote ambacho mnahitaji. Asanteni sana. Kwa namna pekee sana napenda kuwashukuru viongozi wangu wa dini ambao tangu mwanzo, kabla hata ya mchakato wa kura za maoni, niliwafuata wao na wakaniombea. Hiyo ndio niwape ndo siri ya ushindi wangu. Kakaangu Peter anajua hapa. Waliniombea, wakaniwekea mikono, nikaenda kwenye mchakato na Mungu akasaidia, nikapenya. Na katika uchaguzi mkuu wa jumla wakaniombea tena, nikapenya. Leo nawaona kuwa ni mashujaa wangu kwa sababu wamenisindikiza katika imani. Lakini kwa namna pekee sana nipende kukishukuru chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwa sababu kama chama kisingeniteua nisingepata ridhaa ya kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi, na leo nasimama kama diwani wa kata ya Rwamlimi nikijivunia mbele yenu kwamba mimi naitwa diwani mtoto katika halmashauri yetu. Ni kweli mimi ni mtoto, lakini kwenye kuwasilisha hoja za kata ya Rwamlimi wanajua mimi sio mtoto na sikwenda kulala pale manispaa. Ndugu zangu vijana wa kata ya Rwamlimi, naomba mpokee salamu za upendo kutoka kwa Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Msoma mjini, Mgore Milaji Kigera. Yeye anafahamu kwamba usiku huu tuko hapa na alitamani sana kufika, lakini anashiriki vikao vingine vya ndani. Nilimwambia nakutana na vijana wangu wa kata ya Rwamlimi kwa sababu naenda kuwashukuru kwa namna ambavyo walipigana na mimi katika mvua na jua, wakati wowote hamkuniacha peke yangu. Hivyo basi, kutoka katika sakafu ya moyo wangu naomba niwashukuru sana vijana kwa mara nyingine kwa namna ambavyo mlihangaika pamoja na mimi. Naomba niwaambie, kwenye ofisi yangu ya kata ambaye katibu wangu ni mtendaji, kijana yeyote akipata manyanyaso hapo nifikishie taarifa. Nataka muhudumiwe vizuri, mkiwa na shida mpate kutatuliwa changamoto zenu. Tuna wajibu wa kulinda amani ya nchi yetu tulioirithi kutoka kwa wazazi wetu. Mimi nilipokea kata yetu ikiwa katika usalama na ulinzi wa kutosha. Kazi yangu ni moja, kuhakikisha kata yetu inaendelea kubaki salama na kata yetu inapata maendeleo. Naomba niwaambieni, mimi na wenyeviti wangu wa mitaa, watendaji wangu wa mitaa,
pamoja na wataalamu tuko tayari kwa ajili ya kuwatumikia kwa moyo mmoja masaa 24. Na naomba niwapongeze sana vijana, mmeendelea kudumisha amani na ulinzi na usalama katika kata yetu. Kila mmoja wetu mahali alipo, mlinde mwenzio ili kata yetu ibaki salama. Nataka kuambia, ili tupate maendeleo lazima tuwe na utulivu wa kutosha. Na tena, ndugu mwenyekiti wa chama, leo hii ninaposimama hapa ndio siku ya 5 naanza kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Maana tangu nimechaguliwa ni bajeti yangu ya kwanza inayokwenda kuanza tarehe 1 mwezi wa 7, na leo ni siku ya 5. Kwa hiyo bado na safari ndefu na ndiyo kwanza nimeanza. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kuleta fedha nyingi katika kata yetu, na hata hivi tunavyozungumza milioni 114 zimeingia katika akaunti ya shule ya msingi Nyarusuria kwa ajili ya ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa. Hii ni kazi kubwa inaendelea. Naomba tumshangilie sana rais wetu. Vijana wenzangu na wananchi wa kata ya Lomlimi, rai yangu kwenu ni moja. Naomba tushikamane kati ya viongozi wa chama na serikali, viongozi wa chama na serikali, viongozi wa dini na viongozi wa serikali. Huu kwangu ni mwanzo, na hapa ndo kwanza kazi inaanza, na tuna msemo mmoja tu, atakaye na aje. Nimejipanga kutumikia kwa upendo na nitafanya hivi kila ninapoweza kufanya. Hii ni kundi moja, tutaenda katika awamu kwa makundi mengine, na tutafanya maendeleo kwenye kata yetu bila kuangalia wapi niende zaidi kuliko pengine. Tutafanya bila upendeleo katika mitaa yote 4 ya kata ya Lomlimi. Naomba niseme, serikali haijabadilisha tarehe ya kufungua shule za watoto wetu. Naomba niwaalike wazazi wote wa kata ya Lomlimi, kesho tarehe 6 ni siku ya kufungua shule kama ilivyokuwa imepangwa katika kalenda za shule. Turuhusu watoto wetu waende shule, kwa sababu nchi yetu ni ya amani, nchi yetu ni ya utulivu, na kata yetu ni ya amani. Na kwa sababu tarehe 7 ni siku ya mapumziko, 7/7, naomba nitumie hadhara hii. Vijana hamniangushi, viongozi wa chama hamniangushi, na viongozi wangu wa dini hamniangushi. Natumia hadhara hii kualikeni siku ya tarehe 7 kwa umoja wetu, vijana wote, viongozi wa dini, wa chama na wa serikali. Tunakutana katika kituo chetu cha afya saa 2 kamili za asubuhi kwa ajili ya kufanya usafi siku ya tarehe 7 ya mwezi wa 7. Ndugu mwenyekiti, ni kuombe wewe na viongozi wako wa chama, niombe viongozi wangu wa dini, niombe wataalamu wetu wa serikali, tarehe 7 saa 2 tukutane kituo cha afya cha Lomlimi, tuonyeshe ulimwengu kwamba Lomlimi ni kisiwa cha amani. Sisi hatuandamani, tunasubiri maendeleo. Hivi ndivyo ilivyokuwa katika kile ambacho diwani wa kata ya Lomlimi Mheshimiwa Peter Bernard Masonyi amekutana na vijana wa kata ya Lomlimi, lakini pia walikuwepo viongozi wa dini, viongozi wa chama pamoja na viongozi wa serikali kwa kuweza kuzungumza kuhusiana na maendeleo ya Lomlimi, lakini pia kuwashukuru vijana kwa kile ambacho wamekifanya kumpambania kuweza kufanikiwa kuwa diwani wa kata hii ya Lomlimi kwa kipindi cha miaka 5, yani 2025 2030. Tumeweza kuwasikia viongozi mbalimbali wamezungumza hapa, lakini pia tumeweza kuwasikia vijana na wao pia wametoa neno, lakini mwisho kabisa tumeweza kumsikia Mheshimiwa Diwani Peter Bernard Masonyi pia ameweza kuzungumza, lakini pia amezidi kusisitiza tu ya kwamba Lomlimi
inatakiwa kuwa ya maendeleo zaidi na zaidi. Lakini pia amewaasa vijana kuwa tayari kabisa kwa ajili ya zile fursa ambazo zinatolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia amewaasa vijana kuitunza amani ya Tanzania. Hii ni Eguaso TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, nyuma kamera yupo Dekawa John. Tulikuwepo hapa kwa kuletea yale yote ambayo yamejiri kwenye mkutano huu hapa, ama sherehe hii ama hafla hii fupi ya Mheshimiwa Diwani Peter Bernard Masonyi pamoja na vijana hawa wa kata ya Romrimi. Endelea kutufuatilia pia katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Eguaso TV. Lakini kisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel ya kwetu, una comment, una like, una share, mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto moto kutokea hapa Eguaso TV, sauti ya jamii. Kwa sasa niseme kwa heri.